Asante sana. Kwa majina naitwa Hadhi Mwinyi Shahame na Ngona. Nimezaliwa katika wilaya ya Kilwa. Nimekuwa mkurugenzi wa fedha na uchumi wa chama cha wananchi CUF katika wilaya ya Kilwa. Lakini nikiwa na umri mdogo sana wa miaka 27 nilichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Lihimaliao kule Pande katika wilaya ya Kilwa. Lakini pia baada ya kuona chama cha wananchi CUF hakiwezi kutufikisha katika malengo kusudiwa ya kujiunga na vyama vya upinzani, nilijiunga na chama cha ACT Wazalendo. Chama cha ACT Wazalendo ndo nilikuwa katibu mwenezi wa jimbo la Kilwa Kusini. Pia katika uchaguzi wa mwaka 2020, uchafuzi wa mwaka 2020, kwa sababu hata 2020 hakukuwa na uchaguzi, nilikuwa kampeni manager wa mgombea wa ubunge wa jimbo la Kilwa Kusini, kipenzi cha Watanzania, Mheshimiwa almarhum Suleiman Saidi Ali Bungala almaarufu Bwege. Lakini pia ndo nilikuwa wakala mkuu namba 1 wa jimbo la Kilwa Kusini, nikisaidiwa na wakala namba 2 Hassan Suleiman Bungala Bwege, mtoto wa marehemu. Peoples. Waheshimiwa viongozi wetu, makamu wetu mwenyekiti wa Tanzania Bara, mpambanaji Mheshimiwa John Wegesa Heche, tumaini lililobaki, Mheshimiwa katibu mkuu John Mnyika, Mheshimiwa makamu mwenyekiti Zanzibar, waheshimiwa wananchi, mabibi kwa mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimiwa wananchi wa Masasi, wa Tanzania na wananchi wa kusini wote, sisi watu wa Kilwa tumeamua kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tukifahamu na tukiamini kwa sasa chama ambacho kina dhamira ya kweli kwa ajili ya kuwanasua Watanzania wote wa makabila yote wa dini zote ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Waheshimiwa wananchi wenzangu wa Masasi, waheshimiwa wananchi wenzangu wa Kusini, tumedhulumiwa siku nyingi na Chama cha Mapinduzi. Wametulaghai katika mengi hawa, wametulaghai katika swala la gesi. Walituambia gesi ikitoka kusini watatutengenezea viwanda. Sisi Kilwa tuliahidiwa kiwanda kikubwa cha Kilamco kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Sasa ni zaidi ya miaka 30 hakijulikani kile. Waheshimiwa, sisi wananchi wa kusini, mategemeo yetu ni zao la korosho. Tunakuwa na magonjwa, tunakuwa na manyago na shughuli mbalimbali. Tunategemea korosho ndio ituvushe kutufikisha katika Tanzania au katika angalau kufikia maisha bora kidogo. Peoples. Leo serikali ya CCM kwa makusudi na kwa namna walivyozoea kutufanya watu wa kusini tuendelee kubaki kwa maskini, wanachezea akili zetu katika zao la korosho. Wote mashahidi, tumemsikia ile biashara iliyonunuliwa Tandaimba, Sambode Katani aliwahi kutoa machozi bungeni, lakini kumbe wale jamani nafi. Lakini kiukweli Mheshimiwa Suleiman Saidi Ali Bungala alipambana kweli kwa kweli kwa ajili ya zao la korosho. Urongo kweli? Mwenyezi Mungu amemchukua. Tuliobaki hatutakaa nyuma, tutasema, kwa sababu tusiposema mawe hayatakuja kusema. Waheshimiwa wananchi wenzangu wa Masasi, mpaka leo
bodi ya korosho haijagawa dawa ya sulfa ya uongo. Uongo kweli? Dhamira yao ni nini? Dhamira yao ni kuendelea kutuona watu wa kusini tukibaki kwa ni maskini wa kutupu. Waheshimiwa wananchi wenzangu wa Masasi, muda wetu hautoshi, lakini tunasema free Tundu Lissu. Tundu Lissu na makamanda wake ambao leo tuko nao hapa ndo njia ambayo itatuvusha wa Tanzania kutufikisha katika nchi ya haki. Waheshimiwa wananchi wa Masasi, Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Tuliwahi kusoma miujiza katika vitabu vya dini. Nabii Allah Ibrahim ni baba wa mitume. Nabii Ibrahim alikuwa anapinga kuabudia masanamu. Akakamatwa Nabii Ibrahim, akukakokwa moto mwingi ili achomwe Nabii Ibrahim. Mwenyezi Mungu akasema, ya nara, ewe moto, kun barida, kuwa baridi, salama ila Ibrahim. Kweli Nabii Ibrahim alikamatwa, akatoswa kwenye tanuru la moto, lakini hakudhurika na wala hakufa biidhnillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika karne hii tunashuhudia sote binadamu wa kawaida, Tundu Antipas Mungwai Lissu anachapwa risasi 16 kama ng'ombe. Kwa uwezo wa Mungu Tundu Lissu hajafa. Mungu ana mpango kama alivyokuwa na mpango na Nabii Ibrahim. Mungu ana mpango na Tundu Lissu kwa ajili ya Watanzania. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Nabii Ibrahim alimzaa Nabii Ismaili, sawa? Akamzaa Nabii Ishaka. Nabii ni babu wa Nabii mzee Yakubu. Nabii Yusufu alizaliwa na Nabii Yakubu. Tunaelewana tu Masasi? Pana muujiza mwingine. Nabii Yusufu alitoswa kisimani na ndugu zake ili afe. Mungu alikuwa na makusudi na Nabii Yusufu. Nabii Yusufu akufa, aliokolewa na akatoka. Baadaye Nabii Yusufu alisingiziwa kesi ya kubaka, akafungwa gerezani. Lakini Nabii Yusufu Mwenyezi Mungu alimtumia kutafsiri ndoto ambayo ilileta matumaini kwa wananchi wa taifa lile, kwamba aliota kuna ng'ombe 7 wanono. Baadaye mfalme aliota kuna ng'ombe 7 waliokonda sana. Ndoto ile mfalme alitumia makuhani wote, walishindwa kuitafsiri. Kuna mfungwa mmoja, wakati Nabii Yusufu yuko gerezani, akamwambia mfalme, kule gerezani kuna mtu ana akili sana, tukenda tukimtoa yeye atakuja kutafsiri ndoto. Nabii Yusufu alipofika akamwambia mfalme, hawa ng'ombe 7 ambao wamekonda na hawa ng'ombe 7 wanono, maana yake ni kwamba tutakuwa na miaka 7 ya neema, baadaye itakuja miaka 7 ya dhiki. Hivyo tuitumie miaka 7 ya neema, na baadaye miaka 7 ya dhiki watu wale chakula ambacho kimezalishwa katika miaka 7 ya neema. Mfalme alikwenda kumtoa gerezani Nabii Allah Yusuf, na baadaye akawa waziri mkuu, na hivyo watabanua na ukatili wao CCM watamuacha Tundu Lissu na atakuja kuikomboa Tanzania. Peoples. Mimi nimetoka Kilwa. Leo usafiri kwetu shida. Nimefika sasa hivi, nafika kwenye mkutano. Sijapumzika. Na moto Kilwa tumeuwasha. Lengo na dhamira tunakwenda kusini kote, kijiji kwa kijiji, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, mpaka watu
Kusini wote wawe Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana tena siku nyingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.